ambayo nitaitumia zaidi, lakini njia ya pili ni mobile application. Ninazungumzia njia zote mbili kwa sababu zote tunaenda kuzitumia. Kwa kutumia mobile application, mobile app ambayo naionyesha hapo kwenye screen, njia hii itaenda kupata taarifa za zile tunasema school profile, wasifu wa shule, ambao nakumbuka madodoso yetu yote yana zile taarifa za shule kuanzia ngazi ya mkoa, halmashauri na kadhalika, lakini ndani yake kuna taarifa, kwa mfano anwani ya taasisi, namba ya simu, barua pepe, lakini tuna sehemu pia katika taarifa za shule huwa tunajaza umbali wa shule kutoka halmashauri. Kwa hizi taarifa chache ambazo zipo kwenye ukurasa wetu wa mbele wa kwenye madurusu ambayo tulizoea, tutazijaza kwa kutumia mobile application. Lakini pia kupitia webu sasa ndipo nitakapoenda kujikita zaidi namna ya kujaza zile taarifa mbalimbali. Kwa hiyo hapa nisisitize kwamba tutatumia mobile application kuweza kukamilisha zile taarifa za ukurasa wa mbele ambazo nimetaja chache. Zipo nyingi tunazifahamu. Kwa mfano tukienda kwenye TSM huwa tunaulizwa, je, shule yako ina kituo shikizi? Kwa hizo taarifa zote za wasifu wa shule maanake tutatumia mobile application. Sasa nitumie platform ya web. Mfumo wa web nitatumia akaunti ya mkuu wa shule ambayo kama kiongozi wetu alivyotuelekeza, source ya taarifa kubwa zinaenda kujazwa na mkuu wa shule. Kwa hiyo nita class up, nita sign in na nitatumia akaunti ya mkuu wa shule ambazo tayari maafisa tehama wa halmashauri wanakuwa wamewawezesha wakuu wetu wote wa shule. Na nikilog in nitakutana sasa na ukurasa baada ya kuingia ndani ya mfumo. Mfumo wa SAS upo katika moduli mbalimbali ambazo tukijaza taarifa ndizo zinaenda kutupatia vile viashiria kama kiongozi alivyotuelekeza wakati wa ufunguzi. Kwa hiyo tuna moduli mbalimbali na kila moduli ndani yake kuna moduli ndogo. Lakini hapa nielezee sasa, kwa sababu moduli ziko nyingi na moduli ndogo ziko nyingi, mfumo unatusaidia kupata ile moduli kwa urahisi kwa kutumia button ambayo naionyesha hapo, imeandikwa search menu. Kwa sababu mimi kama mtumiaji tayari ninafahamu mfumo wangu, ninafahamu moduli mbalimbali. Kwa mfano labda ninataka kuseti shule yangu, nikiandika neno setup litakuja hapa kwa urahisi zaidi. Lakini labda mimi mkuu wa shule ninataka kujaza tu taarifa za walimu au kisema manage staff, utaipata kwa urahisi. Kwa hiyo ni waombe wakuu wangu wa shule, tunapenda kujaza taarifa, badala ya kutumia kutafuta menu kwa muda mrefu, mfumo umetuwezesha kuweka search menu hapo kwa urahisi na utapata na utaweza kujaza zile taarifa. Sasa nijielekeze kwenye maeneo ya moduli, jinsi zinavyotakiwa kukusanya taarifa. Tuna moduli kuu ya school management, tuna moduli ya school inventory, tuna school readiness program SRP, tuna class operation, tuna JUICE, tuna moduli ya assessment to score, lakini tuna moduli ya extra data, tuna user management, lakini tuna ripoti, na mwisho tuna moduli kubwa ambayo tunasema annual school census. Kwa nitapita ndani ya moduli ili kuona nini inakusanya taarifa. Kwa mfano nianze na moduli ya school management. Ukifungua kwa kubofya huu mshale wa school management, ndipo tutapata zile moduli ndogo zilizopo ndani. Sasa nitajielekeza kwenye zile moduli ambazo tunaanza nazo, lakini zote zina umuhimu kwa sababu ya tunaamini tunafanya kila siku na mfumo. Tutapata fursa ya kuuliza maswali, tutajielekeza zaidi hapo. Kwa mimi nianze na moduli ya manage students. Kwa nikikliki kwenye manage students itafunguka kama tunavyoona kwenye screen yetu. Eneo la kwanza litakutaka uweze kuchagua hatua ya shule yako. Ninaposema hatua ya shule, hizi section maana yake, kwa mfano mimi shule yangu ina darasa tunasema la kwanza mpaka la 7, maana yake hile ni hatua ya primary. Nikilifaa kwenye masuala madodoso hii tunaita TSM. Lakini tuna hatua ya pre-primary ambao tunafahamu zaidi ni dodoso TSA. Lakini tuna hatua zingine za COBET, Mukeja na IPPE. Hizi
ni zile sasa tunasema ni hatua katika dodoso la TWM, Adult Education. Kwa hiyo kama ninajaza taarifa, mimi nitachagua ninaanza na hatua ipi. Kama ninasema naanza na hatua ya primary, na kwa upande wa secondary maana tunategemea atakuwa na O level na atakuwa na hapa na A level. Nitachagua darasa. Kama ni primary maana yake nitakuwa na hatua mbili. Nitakuwa kwa wale wanafunzi wetu wanaosoma kwa mahitaji maalum, wanasoma kwa hatua ya kwanza hadi ya tatu, na nitakuwa na madarasa la kwanza mpaka la 7. Kwa hiyo nitaenda darasa la 5, nitapata orodha ya wanafunzi wangu. Sasa niseme kwa nini ninajielekeza hapa. Takumbuka tumepokea maelekezo ya kiongozi wetu kwamba katika mfumo wa SAS tunakwenda kujaza na kuuisha taarifa. Tutajaza taarifa kama hazipo, lakini tutauisha taarifa zilizopo. Kwa mfano, taarifa ya kwanza naenda kuuisha ni za wanafunzi. Kwa mfano, mwanafunzi huyu Abduli, nitakwenda mbele ya jina lake, ninapoonyesha hapo kuna hizi dot 3. Nitakapofungua hapo nitapata action mbalimbali. Sasa nitajielekeza na hii ya kuuisha, maana yake nita edit kuuisha, lakini nina uwezo wa kuangalia profile na kadhalika. Kwa hiyo nitauisha taarifa. Kwa nini ninauisha taarifa? Kwa sababu utakumbuka viongozi, katika madodoso yetu, katika chanzo kikubwa kinachotupatia viashiria mbalimbali ni uwepo wa mwanafunzi. Jedwali hilo ni 2.1 ambalo linasema idadi ya wanafunzi wote kwa umri, kwa jinsi, kwa darasa au kidato. Kwa hiyo kupitia eneo hili la kuuisha taarifa za wanafunzi, ndipo sasa tutaanza kuuisha taarifa za wanafunzi kupitia sehemu mbalimbali. Kwa mfano, majina yapo tayari kwa sababu tayari tumechukua wanafunzi kutoka kwenye mifumo yetu ya Prem na Prems. Lakini tuna hili eneo limeandikwa mwanafunzi ana sapoti mbalimbali. Ili eneo naomba nizungumzie. Mtakumbuka tuna viashiria vinavyohitaji idadi ya wanafunzi wanaopata misaada. Sasa tafsiri yake, tusipouisha eneo hili hatutapata kile kiashiria. Kwa hiyo wakuu wa shule tuna jukumu kubwa la kwenda kuuisha taarifa za wanafunzi wetu kupitia eneo hili. Lakini tuna eneo pia linaonyesha hapo chini, tuna kiashiria pia tunahitaji kufahamu wanafunzi waliopo kwenye vituo shikizi. Ndio maana hapa wanaulizwa, je, huyu mwanafunzi yupo kituo shikizi? Kwa walimu wangu, wakuu wangu, lazima tutiki hapa ili kuweza kujibu kile kiashiria. Lakini tuna umri ambao upo, tuna weight, tuna height, na ukurasa unaofuata pia tuna viashiria vingine. Kwa mfano, ninaonyesha hapo, tuna kiashiria cha wanafunzi wetu kwa mahitaji maalum, wanafunzi ambao wasioona, albinism na kadhalika. Kwa hiyo niwaombe, hii ni jukumu kubwa ambalo tunapaswa tulifanye kwa wanafunzi wetu wote, kuuisha hizi taarifa. Kwa haraka tukisema disability, lakini tuna swala la uyatima. Tunakiashiria, tunakumbuka tuna jedwali linauliza wanafunzi wetu kwa uyatima wao, aidha amefiwa na mzazi mmoja au wazazi wote wawili. Lakini tuna eneo tunatakiwa kujaza mwanafunzi wetu kwa mazingira hatarishi ambayo tunasema vulnerability. Kwa hiyo mtagundua kwamba kupitia fursa hii ya manage students tunauisha hizi taarifa zetu zote. Tuna eneo pia la wanafunzi wanaokaa boarding hostel, lakini wanafunzi wetu pia tunakiashiria, huwa tunachukua wanafunzi, idadi ya wanafunzi kwa umbali, ili nalo lionyesha hapa. Maana yake, tafsiri yake, ukiuisha wanafunzi wote ulionao shuleni, tutaenda kujibu hivi viashiria vyote vya wanafunzi kwa umbali, wanafunzi wetu kwa uyatima na kadhalika. Kwa hili ni eneo la manage student, ndio maana nimeanza nalo, kwa sababu ni eneo ambalo ni muhimu sana na linaenda kutujibia viashiria vingi katika sensa yetu. Tuna eneo pia la manage staff. Tunafahamu jedwali la 3.1 na kuendelea mbele huwa linauliza taarifa za walimu. Pia katika eneo hili tutajaza taarifa kama mwalimu labda ndio ajira mpya, tutamsajili kwa kutumia ili eneo la add new, lakini tutauisha taarifa za walimu wetu waliopo kwenye mfumo kupitia tena ile action ile kama tulivyofanya kwa mwanafunzi. Maanake mbele ya jina la mwalimu tuna hizi dot 3 ambazo ukifungua ndani
unaweza ukaview profile, ukaweza kuuisha taarifa na kadhalika. Kwa hapa nikisema na uisha taarifa ya mwalimu wangu, nitapita zile fomu kama tuliopita ya mwanafunzi. Kwa hiyo hii nao ni jukumu letu wote wakuu wangu wa shule kwenda kuuisha taarifa za walimu wote walionao kituoni na kusajili wale ambao hawapo. Eneo lingine ni eneo la tunasema huduma, school service. Mtakumbuka pia tuna viashiria ambavyo huwa tunakusanya kuhusiana na huduma mbalimbali zinazopatikana shuleni. Mfano huduma ya afya, huduma nyingine, maji, mtandao, nishati, taulo za kike na vyoo. Kwa hiyo kujaza taarifa hizi za huduma, manake utatumia kwenye moduli kubwa ya school management, lakini kwenye moduli ndogo inaitwa school services. Maswali tunaojaza hapa ni kama utafika kwenye moduli fulani ukagundua kuna kikwazo au kuna jambo hujalielewa, timu niseme tu ni kulifaa dodoso lilikuwa linaiuliza maswali gani. Kwa hiyo lile linakupa mwongozo na kufahamu kumbe kiashiria hiki ni kama nilivyokuwa najaza kwenye annual school census. Kwa hiyo maswali ya nishati, mfano nishati inayotumika kupikia chakula kwa ajili ya wanafunzi shuleni. Utakumbuka hii ni kiashiria ambacho tunakusanya, lakini taja aina nyingine ya nishati na taja shule ina huduma ya umeme. Kwa hiyo haya ni yale maswali ambayo tulikuwa tunajaza kwenye annual school census, lakini sasa tunapitia mfumo wa SAS. Kwa tuna moduli mbalimbali kama nilivyoelezea, ambazo sasa ni mlikuwa mnauliza, mnaona maboresho. Sasa yale maboresho yalikuwa yanatokana na nini? Kwa sababu tulikuwa tunaboresha kupitia madodoso yetu. Je, kiashiria hiki kwenye mfumo kilikuwepo? Hakikuwepo. Tukawa tunakijenga ili kiweza kusaidia kukusanya taarifa. Kwa hiyo tuna mfano wa hizo moduli ndogo zilizoongezeka ni boarding management, tuna taarifa za udhibiti ubora, tuna mahudhurio ya ile summary ya mwezi, tunasema wastani wa mahudhurio kwa mwaka 2025, lakini tuna summary ya wanafunzi, tunasema mdondoko dropout, lakini tuna summary ya uhamisho wa wanafunzi waliohamia na kuhama kwa mwaka huu, lakini pia kwa wale wa mwaka jana. Lakini tuna moduli nyingine kubwa ambayo tunaita school inventory. Ukifungua moduli hii ndani inatupatia fursa ya kujaza zile taarifa za vitabu, lakini tuna samani, tuna miundombinu, lakini pia tuna vifaa. Sasa kupitia eneo hili tumeboresha ili tuweze kupata viashiria vingine. Kwa mfano, tumeongeza kitu kinaitwa book registration request. Utakumbuka tuna vitabu tumejaza kwenye mfumo wa SMS, lakini wakuu mnapojaza taarifa ngazi ya shule kuna kitabu ukioni. Mfumo wa SAS unakupatia fursa ya kukirequest kile kitabu ambacho unacho shuleni, sisi hatujakiingiza kwenye mfumo. Kwa hiyo utakapo kirequest sisi tutakiona, tutakipitia, na kama kitapasi maana yake utakiona, utakuwa umesaidia shule zote kuweza kujaza kile kitabu ambacho kwa kipatikana. Lakini tumeongeza eneo lingine ya moduli ndogo inaitwa school resource needs. Eneo hili ni mahususi kwa sababu mtakumbuka taarifa zetu nyingi tunazokusanya kwenye madodoso yalikuwa yanaanza na mahitaji. Kama ni taarifa ya madawati, lazima utasema unahitaji mangapi, yaliyopo ni mangapi. Ukienda kwenye vifaa vya tehama utasema unahitaji kompyuta ngapi zinatumika kufundishia, ngapi ni nzima na ngapi ni mbovu. Kwa hii eneo la school resource needs tukaliongeza hapa ili kuweza kujibu vile viashiria ambavyo vinaulizwa. Eneo la school readiness program, utakumbuka baadhi ya shule zetu za msingi zina vile vituo vya utayari. Kwa hiyo kwa sababu ni kiashiria kinapatikana kwenye TSA, dodoso TSA, ndio maana tukaongeza ili eneo la vituo vya utayari. Lakini tuna moduli nyingine ya class operation ambayo hapa pia utapata shughuli mbalimbali zinazofanyika ndani ya darasa. Hata kiongozi ameelezea namna ya kuchukua mahudhurio ya wanafunzi, masuala ya tabia za wanafunzi. Kwa hiyo hapa tutatumia kwa mwalimu wa darasa kufanya shughuli zake mbalimbali anazofanya kwenye darasa au kwenye mkondo wake ambao amepangiwa. Lakini tuna moduli ya dues ambao ni moduli ambayo inatusaidia kutraki wanafunzi wetu wenye viashiria vya kudondoka shuleni. Kwa hiyo ukitumia moduli hii pia itakusaidia
namna gani kumfahamu mwanafunzi ambaye ana viashiria, na mfumo wa SAS unatumia fursa hii kukusaidia vile ambavyo zile dalili ambazo zinawezekana kutumia kwa mfumo, kwa mfano mahudhurio, sababu tayari mfumo unachukua mahudhurio, mwalimu wa darasa anachukua mahudhurio. Kwenye mfumo wa SAS kuna flagi kwa siku 3. Kwa kama mwanafunzi siku ya kwanza kufika shuleni, siku ya pili kufika shule na siku ya 3, mfumo utasaidia, utampeleka yule mwanafunzi kutoka kwenye mahudhurio aliyokuwa anachukua mwalimu wa darasa, itampeleka kwenye prospect ambaye anadhaniwa, ili kumwalati mwalimu, hebu tumfuatilie mwanafunzi huyu kwa dalili anazoonyesha. Lakini pia kwenye dues kuna kitu tunasema candidates, ambapo hapa sasa ndipo tunaporekodi zile process zote anazomsaidia mwanafunzi, kwa sababu siku 3 kutokuja shule si sehemu ya kumhukumu kwa sababu gani hajaje. Sasa zile hatua utakazoanza kuchukua za kumfuatilia, ukabaini ana shida gani, ukamsaidia, maamuzi yakafikia mwanafunzi amesemaje, hiyo yote process tunasema hiyo ni candidates. Wanafunzi wako ni candidates, sasa tunawasaidia. Moduli nyingine kubwa ni assessment score, ambapo tuna rekodi upimaji mbalimbali wanaofanyika kwenye shule. Lakini mtakumbuka timu tumeongeza sasa viongozi moduli inaitwa extra data. Naomba nizungumze hii moduli, ni mpya. Kwa nini tumeiongeza hii moduli? Ni kwa sababu baada ya kufanya analysis ya madodoso yetu tukagundua kuna taarifa zinapatikana kwenye process moja kwa moja, lakini kuna taarifa nyingine ambazo hazipo kwenye process. Mfano, kuna taarifa tunasema viashiria ambavyo tuna capture pale kwenye dodoso la TSS, TSM. Kwa vile tutavikuta hapa kwenye mfumo ambapo nimefungua kwenye screen kama mnavyoona. Kwa tuna viashiria vinatofautiana, vipo kwenye TSA, au utakikuta kwenye TSM, au utakikuta kwenye TW. Kwa hivyo vyote tumeviweka humu, na ukifungua kwenye dodoso litakupa fursa ya kujaza. Kwa mfano, kwenye TSA kwa shule za msingi ataenda kujaza elimu ya stadi ya maisha, maambukizi ya VVU na ukimwi. Kwa hiyo ukifungua humu ndani utajibu yale maswali ambayo yalikuwepo kwenye madodoso. Tulikuwa tunauliza swali la kwanza, shule inayo sheria na miongozo kwa wafanyakazi na wanafunzi kuhusu VVU na ukimwi. Kwa yale maswali ya ndio na hapana yote tutayapata kwenye moduli ya extra data. Kwa hii maana yake itaendana na section. Kwa mimi wa sekondari nikifungua, maana yake nitakutana na ile TSS, nitakutana na maswali yale ya ndio na hapana kupitia moduli ya extra data. Lakini kwenye extra data pia tunakusanya swali. Kwa mfano, nilikuwa nazungumzia viashiria vya ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Mtakumbuka viongozi, ni taarifa ambayo tunakusanya kwenye madodoso yetu. Huwa tunapata taarifa ya idadi ya mabweni yaliyoathirika na janga au majanga yatokea mwaka 2025. Majibu yake huwa inakuwa unajaza kama ni mabweni ni mangapi yaliyoathirika na kadhalika. Kwa zile taarifa ambazo zilikuwa hazipo kwenye process ya kawaida kwenye madodoso yetu tutazipata kupitia hii moduli ya extra data. Lakini tuna moduli nyingine kubwa ni user management, ambapo hapa mkuu wa shule sasa ndipo unapotumia kuwasaidia walimu kuwafungulia account ili waweze kutumia mfumo wa SAS. Ni kila mwalimu ana jukumu la kufanya, si mfumo wa mtu mmoja. Utakumbuka kwenye annual school census mwalimu wa takwimu ndiye alikuwa anafanya role kubwa ya kujaza taarifa, lakini mfumo wa SAS kila mwalimu ana jukumu lake. Tunasema ni mfumo ambao kwenye role based. Mimi mwalimu wa darasa nitakuwa na jukumu langu, mimi mwalimu wa takwimu au mwalimu wa miradi, au mimi ni makamu wa shule na kadhalika. Kwa kila mmoja kwenye mfumo huu anahusika kujaza. Hapa naomba nisisitize hasa kwa walimu wetu wa masomo. Tayari kila mwalimu ana somo lake, anafundisha, anatoa upimaji, anapata yale matokeo. Hivyo ni jukumu lake yeye sasa kwenda kujaza zile alama kwenye somo lake. Kwa hii ndiyo tofauti ya mfumo wa SAS na annual school census, kwa sababu SAS ni kila mmoja ana jukumu la kufanya. Sasa user management ndipo mkuu wangu wa shule unapotumia eneo hili kumap role. Kama ni mwalimu wako umempa role gani, kama ninavyozionyesha kwenye screen. Tuna mkuu wa shule mwenyewe, unaweza ukakasimisha madaraka. Kuna mwalimu wa store, mwalimu wa
miradi, mwalimu wa michezo na kadhalika. Lakini eneo hili pia user management ndilo eneo ambalo mkuu wangu unaweza ukaliseti akaunti ya mwalimu. Ikitokea mwalimu amesahau password yake kwenye mfumo, tumia eneo la user management kusaidia kuweza kutumia tena akaunti yake. Lakini tofauti yake ni kwamba wewe mkuu wa shule utawezeshwa na afisa tehama na wewe utaweza kuwahudumia wale walimu wako. Eneo linalofuata, moduli inayofuata ni ripoti. Mfumo SS tunapata ripoti mbalimbali. Kadri tunavyojaza tunapata ripoti ngazi ya walimu, tutapata ripoti za shule, tutapata ripoti za wanafunzi. Kwa hiyo tuna kategori 3 za ripoti ambazo zinapatikana kwenye mfumo. Eneo la mwisho, moduli ambayo tumeiongeza ni moduli ya Annual School Census, ambao sasa hiki ndio kiini tunachokiongelea leo hii. Mfumo wa SS tumeweka eneo la Annual School Census ambalo lina hatua 3. Eneo la kwanza ni namna gani mkuu wangu umejaza taarifa. Utatamani kuona, je, nilichokijaza kinaonekana wapi? Hiyo lazima itakuwa ni tamanio la kwanza. Kwa utatumia eneo la Annual School Census questionnaire. Ukifungua eneo hili utapata madodoso kulingana na hatua ya shule yako. Kama mimi ni ECD, maana yake nategemea nitapata dodoso la ECD. Kama mimi ni hatua yangu ni msingi, nategemea nitapata madodoso ya TSM, TSA na TWM. Kama ni sekondari nitapata TSS na ile open school na ile IPPE kwa sababu ipo katika ngazi ya sekondari. Kwa nikifika hapa labda nataka kuangalia TSM, nilikuwa najaza taarifa za TSM leo. Nitakutana na mwaka wa sensa 2026, nita load data kuvuta data ambazo nimezijaza labda leo au jana. Mfumo utakuwezesha kuona lile dodoso ambalo sasa tulikuwa tumezoea la TSM, la TSA au TSS. Na utaanza kuona zile taarifa ambazo, kwa mfano hii shule inaitwa Isanzo, anwani yake ni hapa, mji wapo. Sasa hizi taarifa ninazozungumzia, anwani, shule iko mjini au kijijini, ndizo zile taarifa nilizozungumzia zitajazwa kupitia mobile application. Kwa hiyo mfumo utakusaidia mwalimu pale utakapojaza, wewe mwenyewe utaangalia zile taarifa nilizojaza. Mfano, naomba nionyeshe dodoso jedwali namba 2.1, idadi ya wanafunzi wote kwa umri, jinsi na darasa. Sasa hapa niseme kitu. Mtagundua kwenye mfumo wa Annual School Census tulikuwa tunajaza idadi ya wanafunzi. Naulizwa tu, nina wanafunzi wangapi darasa la kwanza, wavulana wasichana? Labda kwa mfano hapa na wanafunzi watatu. Sasa mfumo wa SAS humu ndani tunajaza mwanafunzi mmoja mmoja, tunasema individual data. Kwa wewe kadri unavyojaza data moja moja, mfumo wenyewe ndio utaenda kuleta taarifa hizi ambazo tulikuwa tumezizoea katika hali ya idadi. Kwa hiyo mtagundua kwamba humu ndani tuna wanafunzi kwa majina, lakini ukienda kupreview dodoso utaenda kupata zile taarifa tulizozizoea. Tutapata taarifa idadi ya wanafunzi waliohama, idadi ya wanafunzi. Kwa majedwali yote au viashiria vyetu vyote vile ambavyo tulikuwa tunajaza kwenye madodoso, mfumo wa SS pia utakupa fursa wa kupreview kwanza ili kuona wapi hujajaza. Kwa hii ndio eneo la moduli mpya ambayo tumeiongeza, tunaita Annual School Census ambayo ni questionnaire. Moduli ndogo ya pili kwenye Annual School Census ni tunasema Annual School Census Data Extract. Nafahamu kuna kipindi tukishajaza taarifa tunahitaji kuzi-download ambazo unaweza ukakaa nazo pembeni ukaanza kuzipitia zile taarifa zako. Mfumo wa SS pia unatoa fursa hiyo ya kuweza kupakua hizo taarifa. Utazipata kwa CSV au katika Excel ambayo wewe binafsi unaona ni rafiki kwako kuweza kuzichambua hizo taarifa. Kwa kushoto itakupa fursa ya mwaka wa sensa, utachagua mwenyewe kama unahitaji. Sasa hii inategemea na ngazi. Mimi nikiwa shuleni maana nita preview ile single, lakini kadri unavyopanda kata na kuendelea utakuwa unafungua kulingana na ngazi uliopo. Lakini tuna section ambapo ukifungua hapa sasa utapata
vile vichwa vya habari vya kila kiashiria kutoka kwenye dodoso. Mtakumbuka nilikuwa ninazungumzia taarifa za shule. Hizi ndo zile ambazo tutajaza kupitia mobile application. Lakini tuna kamati ya shule, mpango wa shule salama. Kwa maana yake ni nini? Viashiria vyote vilivyo kwenye dodoso ndivyo viko hapa. Kwa mimi ni jukumu langu, kama nataka kuangalia idadi ya mihutasari na nataka kuangalia kwa ngazi gani, ni shule, mkoa au katika ngazi ya halmashauri au ngazi ya taifa, maanake nitavuta taarifa zangu kulingana na ngazi iliyopo. Kwa hiyo ni moduli ndogo ya annual school census data extract. Lakini neno la mwisho kabisa, tutakumbuka kwenye madodoso yetu huwa tuna ile hatua ya approve level. Kwa hiyo katika mfumo wa SIS pia tumeweka fursa, kama unajaza dodoso utatamani kujua lipo hatua gani. Hapa nazungumzia ngazi ya usimamizi mpaka mwisho kabisa we mwenyewe mkuu unapojaza taarifa. Kwa hiyo tuna hatua mbalimbali za ujazaji wa hizi taarifa kupitia SIS. Nitachagua ni dodoso gani ninahitaji kuona kulingana na ngazi uliopo. Kama ni sekondari msingi mtaona hapa. Lakini nitachagua, je, hii nataka kuangalia hivi ujazaji wa taarifa umeanza, upo kwenye hatua ipi? Kama ni draft, manake ni nini? Ipo ngazi ya shule, taarifa zimeanza kujazwa. Lakini kama amekamilisha na hajatuma, utaweza kuona hizi taarifa zimejazwa lakini bado ziko hazijawasilishwa kwenye hatua yoyote, maanake tunasema pending. Lakini tutaona ni ngapi ziko approved, na mwisho tutaangalia je, zilishakuwa approved lakini zimerudishwa labda kwa ajili ya maboresho au marekebisho kadhaa yaliyobainika. Kwa hiyo katika screen yangu hapa nitaona draft ni ngapi, pending ziko ngapi, approved ziko ngapi, ngapi zimerejeshwa. Hii itasaidia sana hasa sisi ambao tuko kwenye ngazi ya usimamizi kuona zoezi la ukusanyaji linavyoendelea, zoezi la ujazaji na uwasilishwaji wa taarifa zinazojazwa katika mfumo wa SIS. Kwa hiyo kwa kupitia sasa forum hii nikasema nitoe namna gani mfumo wa SIS kwa mwaka huu 2026 unaenda kutumika katika ukusanyaji wa taarifa zetu. Naomba kuwasilisha kwa kufikia hatua hii. Asanteni sana.